Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena siku ya leo. Siku nyingine nzuri ya mwezi. Bwana ametupatia Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa 3. Kutokana na majadiliano yaliyokuwepo huko nyuma katika maswali yaliyopita, nimelazimika kuliweka somo hili ambalo lilitokana na maswali yaliyopita katika mjadala. Somo la leo nitazungumza kuhusu watu waliofufuka siku ya Yesu akiwa msalabani, ambao inaaminika walifufuka watu siku ile akiwa msalabani na kuinuka miili mingi, na watu wanaamini kwamba ulikuwa ni ufufuo wa watakatifu wa Agano la Kale ambao walifufuliwa. Lakini Biblia inasemaje? Ulikuwa ni ufufuo kweli? Somo lenyewe linapatikana kitabu cha Mathayo sura ya 27 mstari ule wa 51. Nasoma mpaka 53. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Niishie hapo. Maandiko haya yanatuambia nini? Kwamba Yesu alipokuwa katika msalaba siku ile, akiwa ameangikwa, tunaona tetemeko linatokea, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, miili ikainuka ya watakatifu, na wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Haya maneno yanaaminika hivyo. Mafundisho yamepita hapa kwamba ulikuwa ni ufufuo wa watakatifu wa Agano la Kale ambao walifufuka siku ya Yesu akiwa pale msalabani. Lakini tunaangalia chanzo cha somo hili. Mambo haya yalitabiriwa na nabii Ezekieli. Ezekieli ndiye aliyetabiri tukio hili. Katika sura ya 37, Ezekieli 37, wengi tunafahamu habari ya mifupa mikavu. Tunasoma habari ya mifupa mikavu ambayo ilikuwa imesambaa katika bonde, na Ezekieli aliambiwa kuihubiri au kuitabiria, ikapata uhai. Habari hii inafahamika vizuri sana. Lakini mara nyingi habari hii tunaposoma tunaishia mstari wa 10. Mara nyingi habari hii inaishia mstari wa 10 au wa 11. Hatuendelei. Lakini mimi nataka sasa nikupeleke kwenye mstari wa 11. Najua habari ya mifupa mikavu katika bonde unaifahamu. Hebu nisome mstari wa 12. Unasema, basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapo yafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana.
Baada ya bonde la mifupa mikavu aliyoonyeshwa Ezekieli na kuwapa tafsiri yake kwa nini waliitwa mifupa mikavu, ilipotabiriwa na kusogeleana, na alipotabiri upepo ukaja ikapata uhai ikasimama. Lakini maono yanaendelea. Mstari wa 12 Mungu anasema kwamba tabiri uwaambie sasa hao watu wangu, uwaambie. Bwana Mungu anasema hivi, sasa anatupa maana, anatoa maana. Uwaambie hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha mtoke katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kwamba mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu. Unaona, Ezekieli alikuwa anatabiri habari za Agano Jipya. Alikuwa anatabiri habari za Yesu Kristo kuja kuanzisha Agano Jipya na kufa kwa ajili ya ulimwengu, ambapo wanadamu wote walikuwa wameshakufa kiroho. Mataifa yote tulikufa kiroho. Yesu amekuja kuwafufua waliokufa kiroho, sio kimwili. Kimwili walikuwa hai, lakini kiroho walikuwa mbali na Mungu, walikuwa wamekufa. Na mtu aliyekufa anaishi wapi? Anaishi makaburini. Kama kuna kifo cha kiroho na kifo cha kimwili, basi kuna makaburi ya kiroho na makaburi ya kimwili. Hapa nabii anazungumza makaburi ya kiroho. Kama watu wa Mungu wote mataifa wamekufa, sasa Yesu atakuja kuwafufua katika Agano Jipya. Atawakuta wapi? Atawakuta hao wafu wako wapi? Atawakuta wako ndani ya makaburi yao. Makaburi gani? Sio ya mwili, makaburi ya kiroho. Maana mtu aliyekufa anakaa ndani ya makaburi. Huu ulikuwa ndio unabii wa Ezekieli. Nitafunua makaburi yenu mtatoka. Alikuwa anazungumzia kifo cha kiroho. Kweli Yesu alipokuja, alikuja kuanzisha wokovu. Amefanya kazi duniani. Tunafahamu habari hiyo, sitaki nichukue muda mrefu. Ilifika siku ambayo sasa ametundikwa msalabani. Msalaba ilikuwa ndio kutimiza, ilikuwa ndio kukamilisha huduma aliyoileta duniani. Ile miaka yote aliyokaa, kazi zote aliyofanya, siku ya msalaba ilikuwa ndio ukamilisho wa huduma aliyoijia duniani. Kazi zote zilikamilishwa siku ya msalaba, zilikamilishwa pale msalabani. Wokovu wa mwanadamu ulikamilishwa pale. Katika kukamilisha akiwa msalabani, ili kutimiza unabii ulionenwa na Ezekieli kwamba Yesu atakuja kuwatoa watu katika kifo na kuwatoa watu katika makaburi. Akiwa msalabani, tetemeko lilitokea, nchi katikisika, makaburi yakafunuka, miili katoka. Ile miili, Biblia haisemi wakafufuka, inasema miili ikainuka. Haisemi ni watu wakafufuka, hapana. Anasema miili ikainuka. Miili ikainuka. Kuinuka kwa miili ilikuwa ni ishara kwamba kazi niliyokuja kufufua watu, kuwatoa watu katika makaburi, leo ndio naikamilisha. Sasa ndio naitimiza. Ndio maana muda wote alikuwa anafanya kazi, sasa anahitimisha. Makaburi yanafumuka, watu, miili inainuka kutoka katika makaburi, kama ishara ya kutimiza huduma yake ya kuja kuwafufua watu. Yesu amehubiri wokovu. Wokovu ni kuwatoa watu katika kifo na watoki katika makaburi. Sasa anahitimisha kwa njia ya msalaba. Ndio maana Biblia haisemi wakafufuka, hapana, inasema miili ikainuka. Sasa nikueleze kwa nini Biblia haisemi wakafufuka katika Mathayo, inasema miili ikainuka. Katika Biblia, ukisoma kitabu cha Korintho ya kwanza sura ya 15, Korintho ya kwanza, na nataka nikuonyeshe
kwa nini Biblia inapozungumza mambo haya. Korintho ya kwanza sura ya 15 ule mstari wa 20 unasema, lakini Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Limbuko la waliolala. Hata katika Ufunuo pia tunazungumza, Biblia inatuambia katika Ufunuo pia habari za limbuko la Yesu Kristo, akiitwa ni limbuko kwa sababu ya ufufuo wake. Yeye ni limbuko la watu waliolala mauti. Yesu ni wa kwanza. Yesu ni wa kwanza. Nisome mstari Ufunuo sura ya kwanza. Nikusomee ule mstari wa 5. Unasema, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Katika Korintho amesema Yesu amefufuka akiwa limbuko la waliolala. Katika Korintho ni limbuko la waliolala. Limbuko manake ni wa kwanza katika watu waliofufuka. Ufunuo hajasema limbuko, ametumia mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Ina maana ile ile, limbuko la waliolala, yani limbuko la waliokufa. Hapa ni mzaliwa wa kwanza katika waliokufa, manake ni wa kwanza kufufuka katika wafu. Ikiwa kwa maana ya kibiblia, ikiwa wale watu wangekuwa wamefufuka siku ya msalaba, Yesu asingekuwa limbuko, wala Yesu asingekuwa wa kwanza, asingekuwa mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, asingekuwa limbuko la waliokufa, waliolala. Maana kuna watu wamefufuka kabla yake yeye. Ndio maana Biblia haisemi walifufuka, inasema miili iliinuka. Kuinuka maana yake nini? Ilikuwa ni ishara ya kutimiza unabii wa Agano la Kale. Kama wangekuwa wamefufuka, Yesu ingebadilika sura ya Biblia. Isingesema Yesu ni limbuko, yani Yesu ndiye wa kwanza, hakuna mwingine aliyetangulia kabla yake. Ndio maana Biblia inakwenda hivyo. Kwa hiyo kusema iliinuka, haikusema ilifufuka, haikukosea. Ilikuwa inazungumza maana ya Biblia ilivyo. Nikupe andiko lingine tena kuhusu watu ufufuo huo, kwamba ni ufufuo au sio ufufuo. Hebu nikupe mfano nikupeleke kwenye somo la Lazaro. Mara nyingi tunasema Lazaro alikufa akafufuka. Ni kweli. Lazaro katika Injili ya Yohana sura 11 ni muujiza uliotendeka na Yesu Kristo, aliyekufa na kukaa kaburini siku 4. Baadaye akatolewa ndani ya kaburi. Lakini msikie Yesu anasemaje. Ukisoma sura 11 ya Yohana ule mstari wa 11, Yesu anasema hivi. Yesu anasema hivi kuhusu tukio la Lazaro. 11 anasema, aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Naona kwa nini Yesu anasema amelala? Na kwa kuwa amelala na kwenda kumwamsha. Kwa nini hasemi amekufa na kwenda kumfufua? Angesema Lazaro amekufa na kwenda kumfufua, tayari Yesu ametangua maandiko, hawezi kuwa limbuko. Kwa hiyo hakwenda kumfufua, alienda kumwamsha, ili mtu wa kwanza kufufuka awe Yesu. Sisi tunamwona Lazaro alikufa, lakini Yesu ilikuwa ni kudhihirisha kazi yake, kwamba yeye hakumfufua, alimwamsha. Angemfufua basi maandiko yangebadilika. Yesu atabaki kwa limbuko la waliolala. Ni maandiko. Nenda kaburini. Ukienda kaburini, wakati wa Lazaro kumtoa Lazaro kaburini, anasemaje Yesu?
mstari ule wa 43. Yohana 11 mstari wa 43. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Lazaro, njoo huku nje. Hasemi fufuka, hawezi kumfufua, maana amesema amelala. Sasa hawezi kusema fufuka, anasema njoo huku nje, ili neno la Mungu libaki vile vile, lisibadilishwe. Kwa hiyo unaweza kufikiria haya maneno yalikosewa. Hayakukosewa, ndio mpango wa Mungu ulivyo. Kwa sababu Biblia haijichanganyi. Haiwezi kusema huku alafu baadaye ikakosea ikasema tena kitu kingine. Hapana. Ili neno la Mungu libaki vile vile, kwamba Yesu atakuwa limbuko la waliokufa. Nakupa mfano mwingine. Wanasema ushahidi, jambo likiwa na mashahidi wawili watatu, linathibitika. Katika Marko sura ya 5, Injili ya Marko sura ya 5, tunamuona binti mmoja ambaye alikuwa ni binti wa mkuu wa sinagogi. Alikuwa ni binti wa mkuu wa sinagogi. Nikusomee sura ya 5 ya Marko mstari wa 39. Ni habari ndefu, unaweza ukasoma mwenyewe, lakini nakusomea mimi kwenye point. Mstari wa 39 unasema hivi: alipokwisha kuingia, huyo binti alikuwa amekufa. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala. Hakufa, amelala tu. Mstari wa 40. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana ambaye amesema hajafa, amelala. Sikiliza mstari wa 41. Akamshika mkono kijana, akamwambia, talita kumi. Tafsiri yake, kwa sababu tunafahamu haya maneno talita 10 yalitumika wakati huo wa Yesu. Kulikuwa na lugha mbili zinatumika, ilikuwa Kiaramu na Kiyunani. Ndio lugha zilizotawala sana, zilikuwa ni lugha ya Kiaramu na Kiyunani. Anasema talita 10. Tafsiri yake, msichana, na kuambia inuka. Hasemi fufuka, anasema inuka. Kwa nini? Amewaambia watu kwamba amelala, hajafa. Kwa hiyo mambo haya yalikuwa yanatokea kama ishara, lakini yalikuwa na kusudi. Hawezi kufa mtu na kufufuka kabla Yesu hajafa na kufufuka. Biblia itakuwa imejichanganya. Hawezi kufa mtu akafufuka kabla Yesu hajafa na kufufuka, maana Yesu ni limbuko na unabii ulitabiri hivyo. Ndio maana amesema hajafa, amelala. Na katika kumwamsha hasemi fufuka, anasema inuka. Unaona, anainuka kama vile ile miili ilivyoinuka. Haikufufuka, iliinuka. Ndivyo Biblia inavyokwenda, ili isigongane. Na kupa tena mfano mwingine watatu, mashahidi watatu. Kulikuwa na mwana wa mjane. Tunasoma katika mji wa Naini, Yesu aliwahi kukutana na mtu katika msafara yake. Alikutana na watu wamebeba mtoto kwenye jeneza, wanaenda kuzika. Mtu akisha kuwa kwenye jeneza, manake huyo ni wakuzika. Na unabii ulisema nitawatoa kwenye makaburi ya kiroho. Alizungumzia makaburi. Sasa anafanya Yesu jambo hili kama ishara ya unabii, lakini anakataa kwamba huyu hajafa. Tukisoma mwana wa mjane katika Luka 7 ule mstari wa 11, Luka 7 mstari wa 11 unasema,
Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Unaona, mili iliinuka. Tumeona kwa yule binti wa mkuu wa sinagogi anamwambia inuka. Tunamuona hapa kwa binti wa Naini wa mjane anamwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Kwa nini anasema inuka, hasemi fufuka? Kwa sababu amewaambia watu. Hakuambia kwamba hajafa, ila alimhurumia tu. Na katika kumfufua hakusema fufuka, alimwambia wewe inuka. Hebu fikiria, mtu yuko kwenye jeneza, sio kitandani, yuko kwenye jeneza. Alafu Yesu anaingia anasema, kijana inuka. Ina maana gani? Hajafa. Hawezi kufufuka kabla Yesu hajafufuka. Yesu alikuwa bado hajafa wala hajafufuka. Kwa hiyo neno linabaki vile. Ndio maana nataka kurudi katika ile Mathayo. Ile Mathayo 27, ile mstari tuliyosoma. Wale hawakufufuka, watu wa Agano la Kale kufufuka, watangulie waende wapi wakati Yesu hajafufuka? Na Biblia inatuambia kuna ufufuo mmoja tu. Biblia inatuambia kuna ufufuo mmoja tu. Hakuna fufuo mbili katika Biblia. Siku ya ufufuo ni moja. Kwa hiyo hakuwafufua wengine wa Agano la Kale, alafu sisi wa Agano Jipya na sisi tutapata ufufuo wetu. Hapana, ufufuo ni moja tu. Kwa hiyo wale hawakufufuka. Ilikuwa ni ishara ya kutimiza unabii kwamba Yesu atakuja kuwatoa watu waliokufa katika kifo cha kiroho, waliotengana na Mungu na wamekaa wako makaburini. Yesu anakuja kuwafufua na kuwatoa ndani ya makaburi yao, na alitimiza kazi hiyo pale msalabani. Kuanzia pale sisi tunafufuka kutoka katika wafu. Na mtu anayefufuka katika ufufuo wa kiroho anakuwa katika kaburi pia la kiroho. Kama tunaamini kwamba mtu aliye katika dhambi hamjui Mungu, ameshakufa. Sasa aliyekufa anaishi wapi? Anaishi kaburini. Anakaa kaburini. Yesu anapomwokoa mtu anamtoa ndani ya kaburi. Ndio Biblia. Hebu nikupe tena andiko lingine katika Mathayo sura ya 10. Mathayo hiyo sura ya 10 tunaona maneno haya. Mstari wa 7. Mathayo 10 ule mstari wa 7. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Maagizo anayowatuma wanafunzi wake. Hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Mstari wa 8. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Aliagiza mambo haya. Kufufua wafu kulikuwemo katika kuhubiri Injili, na kufua wafu na kutoa mapepo na kutakasa wenye ukoma. Lakini yeye mwenyewe Yesu hakufufua wafu. Kama alifufua, alikataa kwamba hawajafa hawa na waamsha.
Yesu hakukubali kwamba anafufua mtu. Alisema anawaamsha. Alitumia neno moja, kuinuka. Inuka, njoo. Anasema nakwenda kumwamsha, amka, inuka. Lakini hapa anawaagiza wanafunzi wake, anasema fufueni wafu. Yeye mwenyewe hakufufua wafu. Wahubiri wengi wamegombana sana habari ya kufufua wafu. Leteni hata wafu. Watu wamejitolea katika imani kwenda kuombea watu waliokufa, kwenda kuombea hata makaburi. Hata baadhi ya maeneo mengine tumeona watu wanakwenda kufukua makaburi ili waombewe maiti zifufuke. Sio kweli. Yesu hakuzungumza kufufua watu wa kifo cha mwili. Fufueni wafu. Tumetumwa kufufua watu waliokufa katika ulimwengu wa kiroho. Wamekufa dhambini, wamo ndani ya makaburi, tuwafufue. Watu wanakwenda kuchimba makaburi ya watu waliokufa na homa na magonjwa. Watu wanakwenda kufukua, wanasema wanawaamsha. Na hatujasikia kwamba mtu amechimba kaburi, amefukua maiti, amemuombea, amefuka. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe hakufanya hivi. Je, unadhani wakati wa Yesu watu walikuwa hawafi? Walikuwa hawafi? Walikuwa wanakufa. Yesu anazungumza kafueni wafu. Kazi tulionayo wahubiri, wachungaji, watumishi wa Mungu, watu tunaowahubiri Injili wamekufa. Na kama wamekufa, wako wapi? Wako makaburini. Kazi yetu ni kuwafufua. Kazi yetu ni kuwahubiri. Kazi yetu ni kuwaokoa. Kuwaokoa kunaitwa ni ufufuo wa kwanza, ufufuo wa kiroho. Ndio kazi tulionayo. Pozeni wagonjwa, hiyo sawa. Tunapoza wagonjwa. Kuna watu nimesikia wanahubiri sana, wanasema Yesu alipotuagiza alisema tutafufua na wafu. Mbona wafu amwaleti? Na hatuoni watu wafu wakifuka. Yesu mwenyewe hakushughulika. Alishughulika na watu wachache. Tunaona Yesu Kristo katika miaka yake yote, rekodi iliyoandikwa ya kufua wafu ni watu 3. Nimekusomea watu 3. 3 tu. Na wote alikataa kwamba hawajafa. Unaona? Wewe unayekwenda kuchimba makaburi, unayekwenda kuombea maiti, Mungu amekutuma ufufue. Biblia inasema tufue wafu. Kazi nayo ya kuhubiri Injili ni kuwafufua watu waliokufa katika dhambi. Nikupe andiko lingine. Injili ya Yohana sura ya 5. Injili ya Yohana sura ya 5. Yesu anatuambia nini? Katika mstari wa 25. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 25 unasema hivi: Amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo. Unaweza kufikiri kama Biblia inakosea kusema saa inakuja ni wakati ujao, lakini ipo sasa. Anairudisha katika wakati wa ujao. Hiyo saa ipo hata sasa. Yesu anawaambia wanafunzi wake, saa hiyo ipo. Wafu watakaposikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale wasikiao watakuwa hai. Wafu wanaosemwa hapa ni wale wasiomjua Mungu, waisikie sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni Injili, na wakiisikia wanakuwa hai. Wasikilizaji waliomsikia Yesu akisema neno haya hawakuelewa, walichanganyikiwa. Kwamba inakuwaje aseme ufufuo uko sasa? Watu wanasikia sauti ya Mungu na wakisikia wanakuwa hai sasa. Inakuwaje usemi huu? Yesu alijua mawazo yao, alijua maswali walionayo mioyoni. Akaenda mstari wa 28 kuwafafanulia. Anasema msitajabie, msishangae maneno hayo. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kumbe kuna ufufuo mbili. Kuna ufufuo wa kutoka makaburini siku ya mwisho.
kwenda uzima wa milele au kwenda hukumu ya milele. Lakini kwa wakati huu upo ufufuo mwingine ambao unawafanya watu waliokufa wawe hai. Wanakuwaje hai? Kwa kusikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni nini? Ni injili ya Yesu Kristo. Tutoe sauti ya Mungu, tuhubiri watu watoke ndani ya mauti, ndani ya kifo, ili wawe hai. Kazi ya kuhubiri injili ni ya kuwafufua watu. Ndio Ufunuo unasema heri walio na ufufuo wa kwanza, maana mauti haina nguvu juu yao, maana hao wamefufuliwa. Kwa Yesu alikuwa anazungumza habari ya ufufuo. Hata makaburi ni kutoka ndani ya makaburi ya kiroho yapo. Kama kifo cha kiroho kipo, na makaburi ya kiroho yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika mjadala ambao watu wamekuwa wakisema Yesu siku ya msalaba alikuja kuwahamisha watu walio kuzimu wa Agano la Kale waende mbinguni, akawafufua akawatoa. Nasema hapana, hakuwatoa. Kama angewatoa makaburini akawafufua, basi Yesu asingekuwa limbuko, asingekuwa wa kwanza, asingekuwa mzaliwa wa kwanza katika watu waliokufa kufufuliwa. Andiko lingetanguka. Unabii wa Ezekiel ulisema, mtanijua nitakapofunua makaburi yenu na kuwatoa mtoke nje, mtoke ndani ya makaburi yenu. Ile ilikuwa ni ishara ya kutimiza unabii, kwamba kazi niliyokuja kuianzisha, kuifanya ya kuwatoa watu katika makaburi, kuwafufua watu katika makaburi, ndio hii inaikamilisha sasa msalabani. Alitoa ishara. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndio neno la Mungu. Neno la Mungu alikosei. Hata hukumu bado. Hakuna hukumu ya wengine wamehukumiwa, wengine wanabaki. Wengine wanafufuliwa, wengine bado. Huo sio utaratibu wa Biblia, wala sio utaratibu wa Mungu. Hukumu ni bado. Hata wengine tunahubiri, tunawaambia watu waliokufa tayari wako kwenye hukumu. Kama alikuwa hajamwamini Yesu, tayari yuko hukumuni. Biblia haijatuambia hivyo. Hayo ni maneno yetu. Hawawezi watu kuingia kwenye hukumu wakati wengine bado tunaishi duniani. Hukumu ni moja tu. Haya mafundisho yanasababisha watu waanze kugawa. Kutakuwa na hukumu hii, kutakuwa na hukumu hii, kutakuwa na hukumu. Wanaziorodhesha hukumu kama ziko nyingi. Yesu hajasema kuna hukumu nyingi. Tuna siku ya hukumu moja. Wote wakati wa hukumu ni moja. Sio wengine wameshahukumiwa tayari, wengine tupo duniani. Watu wanagawa hivyo hivyo. Wanagawa hivyo hivyo. Wengine watanyakuliwa, wataenda, wengine tutabaki duniani. Yesu hawezi kuwa na utaratibu kama huo. Wengine watachukuliwa, wengine watabaki hapa duniani. Yesu hana wake wawili, achukue mmoja aende naye, mwingine mwache. Wanagawa. Hapana. Yesu ni wa utaratibu wa kimaandiko, na yeye ni mwaminifu kutimiza maandiko yake. Nataka nikutie ndugu moyo kwamba sisi tulio watumishi wa Mungu, tuliomjua Mungu, tunapozungumza na watu wasiomjua Mungu, wenye mashaka ya dunia hii, wamekufa. Wengine wamekufa miaka 10, 20, 30, 40 iliyopita, wamekufa. Sasa kama wamekufa, sawa na maisha ya kiroho, ya kimwili. Mtu akifa anakaa nyumbani? Mtu akifa anakaa kanisani? Mtu akifa anakaa wapi? Mtu akifa anakuwa kaburini. Kwa hiyo hata kiroho, watu waliokufa wamekataa injili, hawajamwamini Mungu. Wamekufa, tunaona wanatembea mitaani, lakini wamemkataa Mungu. Wamekufa, wako kaburini. Tunapohubiri injili, wanaposikia sauti, wanatoka, wanafanyika hai. Kutoka wapi? Kutoka makaburini mwao. Hii ndio injili, na ndio Biblia, na ndio lugha ya Biblia, na ndio lugha ya Mungu. Ndio maana Biblia haisemi wakafufuka, wakainuka. Miili kainuka. Sio wakafufuka. Wakainuka tu miili. Kuinuka kwa miili sio ufufuo, ni ishara ya kutimiza unabii uliotabiriwa kwamba nitafunua makaburi yenu. Somo letu la leo nilitaka kulifafanua hili jambo ambalo najua limewachanganya watu wengi sana. Nimelisikia kwa watu wengi.
Lakini nikupe ukweli huu. Ufuatilie maandiko. Kwa nini Yesu hakufufua? Kwa nini Yesu alikataa kwamba wamekufa watu waliofufua? Alikuwa anatimiza maandiko. Yesu, nimekusomea katika Korintho, nimekusomea katika Ufunuo, Yesu ni limbuko. Kanisa la waliookoka, ukisoma katika maandiko pia, hata ndani ya Ufunuo, kanisa linaitwa limbuko. Kwa nini? Kwa sababu tunaitwa ni wazaliwa wa kwanza. Kanisa linaitwa mzaliwa wa kwanza. Kwa kuwa ni mzaliwa wa kwanza, sisi ni limbuko. Na katika watu waliokufa na kufuka, Yesu ni limbuko. Kama kuna watu waliokufa na kufuka, ni baada ya Yesu. Ndio maana hata katika ule mstari tuliousoma wa Yohana, wa Mathayo, kama utafuatia vizuri, baada unasemaje? Namaliza kwa kuonyesha ule mstari tuliosoma, mstari wa 50, ule mstari wa 53. Anasema, nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake. Kwa nini kufufuka kwake? Kwa sababu hawawezi kufuka kabla ya Yesu. Huu ndio unyofu na usahihi wa maneno ya Mungu, kwamba hayawezi kugongana wala hayawezi kupingana. Mungu akubariki. Enyi watumishi wa Mungu mnaonisikiliza, wahubiri, walimu, fanyeni kazi ya Bwana, hubirini. Hiyo ni kazi ya kufufua watu, ni kazi ya kubomoa makaburi ya shetani yaliyowafunika watu, ili wawe hai, wasikie sauti, wafanyike hai. Sauti ya Mungu ni injili tunayoihubiri. Na Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Narudia kusema tena, namba kwa wale wanao labda hawana mawasiliano, namba yangu ni 0754 04 15 99. Narudia tena 0754 04 15 99. Na pia tuna namba yetu ya ofisi ambayo inaweza akapokea mtu yeyote anayehusika katika huduma yetu. Ni 0769 00 73 28. 0769 00 73 28. Mungu akubariki. Amen.